Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua, na nikutakie heri ya mwaka mpya wa 2026, japo kuna nchi ambazo bado wao hawajaanza kusherehekea mwaka mpya wa 2026. Tutakuja kukueleza kwa wakati mwingine, lakini heri ya mwaka mpya 2026 kwa baraka na fanaka tele za Mwenyezi Mungu kwako wewe ambaye unaendelea kutufuatilia. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Na mwaka huu pia tunategemea mwaka huu uwe mwaka mzuri zaidi, hata kufikisha amani baina ya vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, vita ambavyo Ukraine ameendelea kupata hasara kubwa sana, lakini kwa sababu ya kukaza kichwa, kukaza ubongo kwa Zelensky kupitia nguvu ambazo anaendelea kupewa na Ulaya, damu zinaendelea kumwagika tu, vita vinaendelea, Ukraine ikiendelea kumwaga damu za watu wake, lakini matumaini yanaonekana. Sasa nikwambie, Rais Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inataka amani, lakini sio kwa gharama yoyote ile, akipinga shinikizo la Urusi kuitaka Ukraine iachie ardhi yake kumaliza vita. Akiwa ofisini kwake alisema wa Ukraine wamechoka baada ya karibu miaka 4 ya vita, lakini hawako tayari kusalimu amri. Alisisitiza kuwa Ukraine inataka amani ya kudumu, si ya muda mfupi. Zelensky amesema diplomasia inayoongozwa na Marekani, ikiwemo mazungumzo yake na rais wa Marekani Donald Trump, imefanya makubaliano ya amani kuwa karibu kukamilika kwa 90%. Hata hivyo, kikwazo kikubwa ni suala la nani atadhibiti maeneo ya ardhi ya Ukraine. Urusi inadhibiti takriban 19% ya ardhi ya Ukraine, lakini Rais Vladimir Putin anataka Ukraine iondoe wanajeshi wake katika baadhi ya maeneo ya mkoa Donbas ambayo Moscow imeshindwa kuyakamata, madai ambayo Kiev imeyakataa. Na nikwambie, hivi karibuni Rais wa Urusi Vladimir Putin alielezea imani yake ya kushinda vita ya Ukraine kwenye hotuba yake ya mwaka mpya baada ya miaka 4 ya vita vyake na Kiev. Na Putin aliwapongeza wanajeshi na makamanda akisema anawaamini na anaamini taifa hilo litashinda vita hivyo na wanajeshi wake ambao Ukraine imewashutumu kutekeleza uhalifu wa kivita. Putin aliweza kuwasifia akiwaita ni mashujaa wa taifa lao. Na Putin amesema hayo wakati kukiwa na wasiwasi wa kutanuka kwa mgogoro huo baada ya Urusi kudai Ukraine imeshambulia makazi ya Putin kwa droni, hatua iliyoita ya kigaidi na inayochochea kudhoofisha juhudi zinazoendelea za amani. Licha ya hayo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema atakutana na washirika wake Januari 6 nchini Ufaransa katika juhudi za kuendeleza juhudi za kusaka amani. Vile baadhi ya viongozi wa Ulaya wamekuwa wakitumia Ukraine kikamilifu kama jukwaa la kujifunza mbinu za mapigano za jeshi la Urusi. Gavana mkuu wa Kherson Vladimir Saldo anasema, katika miaka michache iliyopita, kwa msaada wa utawala wa Kiev, Ukraine haikuwa tu chombo cha majaribio ya kwa njia yasiyo na maana ya kuichosha Urusi, lakini pia tuseme uwanja wa mafunzo salama kwa AU kuchambua mbinu za mapigano zinazotumiwa na wanajeshi wa Urusi. Saldo alisema, akiongeza kuwa mstari wa ushiriki kando ya mto Dnipa katika mkoa wa Kherson haukuwa tofauti hapa. Hata hivyo, haijalishi wafadhili wa utawala wa Kiev wa Magharibi wangeweza kujifunza nini, hatimaye wapiganaji wetu na makamanda ya kijeshi wameelekea kupata suluhisho zisizo za kawaida kwa kazi yoyote iliyowekwa. Vile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimepoteza karibu wanajeshi 17,000 wakiwemo mamluki waliouawa na kujeruhiwa mwezi Disemba katika mapigano karibu na Jamhuri ya watu Lugansk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, kulingana naye, hii ni 1100 zaidi ya mwezi Novemba. Hasara za adui mwezi Disemba katika mapigano kando ya mipaka ya Lugansk People's Republic zilifikia takriban wapiganaji na mamluki wa Kiukraine 16,600 ambayo ni zaidi ya 1100 kwenye kipindi cha awali cha kuripoti. Ikumbuke kwamba tangu mwanzoni mwa mwezi huu idadi ya hasara za usafi za vikosi vya kijeshi vya Ukraine na hasara zisizoweza kurekebishwa za wafanyakazi imekuwa ikiongezeka, alisema kinukuu data iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Vile wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo mawili katika mikoa ya Kharkov na Zaporizhzhia ndani ya saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumanne. Vitengo vya kundi la vita magharibi vilipata udhibiti wa makazi ya Bogoslavka katika mkoa wa Kharkov kupitia operesheni kali. Vitengo vya kundi la vita vya Dnipa vilikomboa makazi ya Lyukhanovskoye katika mkoa wa Zaporizhzhia kupitia operesheni hai, wizara ilisema kwenye taarifa. Na jeshi la Ukraine ndani ya saa 24 zilizopita limepoteza wanajeshi 1330 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita.
kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Wafanyakazi wa ndege zisizo na rubani wa kikosi cha vita cha Urusi Magharibi wanawaangamiza wanajeshi wa Ukraine wanaojaribu kuingia kwa nguvu kuelekea Kupiansk, Wizara ya Ulinzi imeripoti. Wizara pia iliweka video iliyoonyesha uharibifu wa magari ya kijeshi ya Ukraine na nguvu kazi kwenye eneo la Sobolevka karibu na Kupiansk. Vilevile, wafanyakazi wa ndege zisizo na rubani kutoka kituo cha majaribio cha Rubicon cha teknolojia za juu zisizo na rubani cha Wizara ya Ulinzi ya Urusi walifanikiwa kuangamiza ndege 15 za kivita za Ukraine, ikiwa ni pamoja na vifaru karibu na Drozhkovka. Na hizi ndege ni ndege 15 za kivita zisizo na rubani, yani inamaanisha drone, sio ndege zile kubwa kabisa za kivita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilitoa ripoti iliyoambatana na video husika inayoelezea operesheni hiyo. Kumbuka, hichi ni kile ambacho kinaendelea, vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Tupo ndani ya mwaka mpya, lakini bado vita hivi vinaendelea. Kwa hiyo nachokifanya ni kuendelea kukusogezea nami hatua kwa hatua, pata nafasi ya kufahamu ndani ya uwanja wa kivita yepi hasa ambayo yanagusiwa au yanaelekea. Maafisa wa huduma ya usalama ya shirikisho la Urusi, na maanisha kitengo cha ujasusi cha Urusi, wamezuia uharibifu wa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa gesi katika mkoa wa Kabardino-Balkaria wa Urusi kwa kumuua mhujumu wa Kiukraine, vyombo vya habari vya FSB vina ripoti. Lakini vikosi vya Battle Group Magharibi vimezuia mashambulizi matatu ya vikosi vya wanajeshi vya Ukraine katika mwelekeo wa Kupiansk ndani ya saa 24 zilizopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Vile kamishna wa haki za binadamu wa Urusi Tatiana Moskalkova ametoa wito kwa utawala wa Kyiv kurudi kwenye mabadilishano makubwa ya wafungwa. Hapo awali aliisi Ukraine kuwapa kipaumbele wanajeshi kubadilishana ambao wameshikiliwa kwa muda mrefu na wanahitaji msaada wa kimatibabu na sio kufanya uchaguzi usio na maadili wala cheo. Nchi za Magharibi zinatafuta kumrudisha balozi wa Ukraine nchini Uingereza na kamanda mkuu wa zamani Valery Zaluzhnyi kumrudisha madarakani kwa ajili ya mpango wa kusitisha mapigano unaodaiwa kuwa kusitisha mapigano na Urusi. Mwanzilishi wa jukwaa la Mega Upload Kim.com anasema M16 imejiandaa na inamtuma kiongozi wa Nazi Zaluzhnyi kwenda Kyiv kuchukua madaraka. Fanya amani na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa sasa na uandae Ukraine kwa mzozo mpya baada ya rais wa Marekani Donald Trump. Warusi hawapaswi kamwe kumkubali kuongoza Ukraine.com aliandika kwenye ukurasa wake wa kwenye X. Vile jaribio la Ukraine la kushambulia makazi ya rais Vladimir Putin wa Urusi lilionyesha kwamba Zelensky ni kibaraka mikononi mwa wachochezi wanaozuia amani nchini Ukraine. Eddie Gonzalez, mchambuzi wa kisiasa wa Marekani na mwenyeji wa Urusi Up Close, anasema huu ni uchochezi dhahiri wa vikosi ambavyo havitaki amani, unakusudiwa kuvuruga mchakato wa amani katika kila ngazi. Kulingana na ripoti, rais wa Marekani Donald Trump alimwambia Putin kwa simu kwamba anafurahia kwamba hakutoa makombora ya Tomahawk kwa Ukraine. Hii inaashiria ufahamu wa hatari za kuipa silaha zaidi Ukraine. Zelensky hana uwezo wa kupinga vikosi vinavyomdhibiti na kulazimisha shambulio kwenye makazi ya Putin. Kwa maneno mengine, ni kibaraka. Pia inaonyesha jinsi Trump alivyo na udhibiti mdogo juu yake. Vile Urusi itaendelea na mazungumzo kuhusu masuala yanayohusiana na suluhu ya Ukraine, lakini kufuatia jaribio la Kyiv kushambulia makazi ya rais Vladimir Putin, itazingatia zaidi mazungumzo na Marekani. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema katika mkutano, madai ya kiburi ya Volodymyr Zelensky ya dhamana za usalama kwa Kyiv yanaweza kudhoofisha mazungumzo ya kutatua mgogoro nchini Ukraine, The American Conservative inasema. Lakini kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amethibitisha Jumanne kwamba duru nyingine ya mazungumzo kuhusu Ukraine inafanyika kwa ushirika wa viongozi wa nchi kadhaa za Ulaya na Canada. Anasema leo ni duru nyingine ya uratibu na washirika wa Ulaya na Canada ndani ya mfumo wa muundo wa Berlin, aliandika kwenye X. Mapema msemaji wa serikali ya Poland Adam Slapka alisema kwamba viongozi wa nchi zinazoongoza za Ulaya watajadili hali nchini Ukraine. Vile sera potofu za uongozi wa sasa wa EU zimeingiza Ulaya katika mgogoro na kusababisha tishio la vita. Waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa kiuchumi wa Hungaria Peter Szijjártó anasema alihakikisha kwamba serikali ya Hungaria bado imejitolea kudumisha msimamo huru ndani ya EU. Anasema vita, uhamiaji na usalama wa nishati bila kuingia kwa ndani, Brussels hutoa majibu yasiyo sahihi mara kwa mara kwa maswali haya muhimu, na hivyo kuzuia ustawi wa mataifa ya Ulaya na kimsingi kuhatarisha mustakabali wa bara zima. Matokeo ya kukatisha tamaa ya uongozi wa Brussels ni dhahiri. Nchi za Ulaya zinateleza kuelekea vitani siku hadi siku, huku wahamiaji wakifurika mitaa ya miji ya magharibi
na bili za nishati kote barani zinaongezeka kwa kasi. Lakini nikwambie, mkuu wa sera za kigeni wa AU Kaja Kallas amekataa kuamini kwamba Ukraine ilishambulia makazi ya rais wa Urusi Vladimir Putin. Kwa maoni yake, hakuna mtu aliyepaswa kukubali ukweli uliowasilishwa wa shambulio dhidi ya makazi ya Putin, ambalo Kallas aliliona kama madai yasiyo na msingi ya Urusi. Shukran kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.